kwamba kwa wale wote walioalikwa katika mkutano huo kufika mapema kwa mujibu wa ratiba walionayo, ili Mheshimiwa Rais anapofika ukumbini saa 5 mkutano huo uweze kuanza mara moja. Baada ya kusema haya, niendelee tena kuwaasa wenzangu wa Dar es Salaam kuwa Dar es Salaam bado tuna dhamana kubwa ya kuendelea kulinda amani ya mkoa wetu, na kutokana na umuhimu wa mkoa huu, tutakapoendelea kuharibu mkoa wetu tutahatarisha si tu amani ya mkoa wa Dar es Salaam, lakini pamoja na kusitisha baadhi ya huduma kwenda kwenye mikoa mingine au kutoka kwenye mikoa mingine kuingia ndani ya mkoa wetu. Niendelee tena kuwasihi kwamba sasa ni muda wa kujenga taifa letu pamoja. Sasa ni muda wa kujenga mkoa wetu pamoja. Sasa ni muda wa kulumbana kwa hoja na si kulumbana kwa kuharibu miundombinu au la kwa kufanya fujo zinazoweza zikapelekea maumivu na pengine hata kukatisha maisha ya wenzetu. Dar es Salaam tunaendelea kuita kuwa ni kitovu cha amani. Dar es Salaam tunaendelea kuita kuwa ni kitovu cha umoja. Dar es Salaam tunaendelea kuita kuwa ni kitovu cha kiuchumi. Dar es Salaam tunaendelea kuita kuwa ni kitovu cha kidiplomasia na uhusiano wa kimataifa. Na kwa mantiki hiyo, mtu yoyote anayo dhamana pana ya kuhakikisha taswira hizi zote nilizozitaja zinalindwa kwa nguvu zote. Tumia nafasi hii kumkaribisha zaidi Mheshimiwa Rais katika mkoa wetu ili nasi tuweze kufaidika kwa hotuba yake na maelekezo yake atakayoyatoa kwetu. Baada ya kusema haya, niendelee kuwashukuru sana ndugu waandishi wa habari wote, na enendeni mkawe mabalozi sahihi wa kueneza ujumbe huu ili Mtanzania na mwana Dar es Salaam yoyote aweze kupata ujumbe uliotolewa leo katika ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam muda huu. Nawashukuru sana na asanteni sana kwa kunisikiliza.